Ndugu zangu, nikimwakilisha mkuu wa mkoa wa Tabora, jina langu ninaitwa Kilemea Tukai, ndiye mkuu wa wilaya ya Nzega. Nikushukuru kaka yangu Abalo kwa namna ambayo umeweza kunialika nikaja nikasimama hapa, lakini pia nikushukuru kwa wadau wenzangu wote ambao umeweza kuona mchango wetu kwa jeshi la polisi na ukaweza kutualika leo kutoka maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Tabora. Tunawashukuru kwa niaba ya wadau. Lakini leo pia niwashukuru kabisa jeshi letu la polisi. Ndugu zangu, mimi ni mojawapo kati ya mtu ambaye ninaamini katika jeshi la polisi, kwamba ninalala usiku nikijua kwamba mpo kazini vijana wetu. Leo tunawapongeza kwa wale ambao wamepata tunzo, lakini niseme kwamba wote aliyepata tuzo na ambaye hajapata tuzo, wote mnafanya kazi kubwa sana katika kututengenezea amani ya nchi yetu. Mimi binafsi kama mwakilishi wa mkuu wa mkoa, ninaona utulivu tuliokuwa nao ndani ya mkoa wa Tabora, na ninaamini ni weledi na kazi ambazo mnazifanya ninyi vijana wetu, lakini na kujitoa mhanga. Mimi huwa ninawaangalia kama Ndabalo, ninaangalia wale vijana wanaolala pale nyumbani kwangu. Nikilala usiku nawaombea kwa Mwenyezi Mungu. Ninawaombea kwa maana wao hawalali, mimi ninalala. Ninajisikiaje? Mimi ninalala usingizi, ninakoroma, lakini kuna mtu anazunguka nyumba yangu usiku mpaka asubuhi saa 12 ili tu mimi nilale kwa amani. Ninachokifanya ni kumwambia Mwenyezi Mungu, wape utulivu, wape na wao kujua kwamba hii ni kazi tu, lakini wasinione kama mimi ni mtawala mkubwa ambaye bila wao kulala mimi siwezi kulala. Lakini wote tunalindwa na Mwenyezi Mungu, lakini lazima macho ya binadamu yawepo. Mimi niwapongeze sana kwa kazi kubwa mnayofanya. Ninamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi, ameweza kutupa magari mazuri sana ambayo mkuu wa mkoa wa Tabora aliweza kukabidhi RPC kwa ajili ya matumizi ya mkoa wa Tabora. Hilo ni jambo kubwa sana. Mheshimiwa Rais ametupa vitendea kazi ambavyo vinatusaidia sisi kuendelea kulinda amani ya nchi. Niwatake basi kuvitumia vile vyombo vizuri ili tuweze kuvitunza viweze kutusaidia. Lakini niwashukuru pia viongozi wa dini. Kuna ambao mmepewa zawadi na ambao hamjapewa zawadi. Sote tunatambua namna ambavyo mnahubiri amani ya nchi yetu kila siku. Niwashukuru kwa namna ambavyo mnapambana kutuombea. Mnaiombea serikali, lakini mnaiombea nchi. Na sisi tunakuwa tunalala tukiamini kwamba Mungu anatulinda, lakini hatuwezi kumuona Mungu kwa macho ya kibinadamu. Ninyi mmewekwa kwa wawakilishi wa Mungu. Tunawashukuru sana. Niseme jambo jingine. Ndugu zangu na rafiki zangu, sisi kama serikali tunasema kipindi hichi ambacho tulichokuepo ni kipindi kigumu sana kwa macho haya ambayo ya kibinadamu tulipo na Mwenyezi Mungu. Wapo wanaowapata wasiwasi kwamba inakuwaje ni kipindi cha mwaka uchaguzi. Ni mwaka kama mwaka mwingine ambao tunafanya uchaguzi mwingine, sivyo? Tusitiane hofu, tusiogopeshane. Maisha ni yale yale kikatiba, kisheria tunahitajika kuwa na uchaguzi 2025 mwezi wa 10, sivyo? Hakuna jipya. Jipya ni kwamba tunaingia kwenye uchaguzi, tunachagua viongozi watakao tuwakilisha basi. Lakini inatokea kila mtu anasema itakuwaje. Hakuna itakuwaje. Ni kuiombea nchi, kujiombea na sisi kusimama kwenye makubaliano kwamba ni uchaguzi kama uchaguzi wa kawaida, tuenende kwenye uchaguzi. Niwatake jeshi la polisi
kusimama na kuangalia wale wote mnaowaona wana fununu, wana mambwembwembwembwe huko mtaani ya kutaka kupandikiza mbegu isiyokuwa ya maana ndani ya nchi. Ukimkamata, ukimuona, hakikisha unamfikisha kwa vyombo vya sheria ili atuambie yeye ameona nini huko mbele, ambapo sisi tunaona nchi yetu ni shwari na amani tuliyokuwa nayo iko vizuri. Msikubali watu waichezee nchi. Nchi hii imetunzwa na imelindwa vizuri sana. Asitokee yoyote ya kuja kuharibu nini nchi yetu. Amesema hapa baba askofu, lakini wakati mnaimba ule wimbo, mimi nilishaandika kwenye kikaratasi changu. Yaani ukisikiliza, kwa aliyesikiliza ule wimbo kuanzia mwanzo mpaka mwisho, yaani umeeleza namna polisi wanavyotakiwa kufanya kazi zao. Niwaombe basi, kila kukicha kumbuka huo wimbo. Kila kukicha ukiwa unatembea kumbuka wimbo wako. Hutakaa ukaona kazi yako ni ngumu. Hutakaa ukaona kazi yako ni nini? Ni ngumu, kwa sababu utakuwa unapangilia tu, mimi kazi yangu ni kuwa hivi, kama polisi ni kuwa hivi, kama polisi ni kuwa vile, sivyo? Mwisho wa siku kuanzia asubuhi mpaka jioni unaiona tu, jioni imefika, maisha yanaenda, kesho imefika, mpaka siku unastaafu, kwa sababu hakuna kipya, yote unayajua. Kwa hiyo ukisimama kwenye msimamo wa kazi yako, lazima mambo yafanyaje? Yaende. Ndugu zangu, nimesummarize hotuba ambayo ilihitajika nisome kama dakika 10 hivi, lakini huwa mimi sio mzuri sana wa kusoma mambo mengi. Ninatamani tuende haraka, sivyo ndugu zanguni? Mimi wito wangu kwenu tena ni kuendelea kufanya kazi kwa weledi, kuendelea kusimama katika miiko ya kipolisi, kuendelea kufanya kazi na wananchi. Niseme hapa kuna vijana wetu walikuwa wanatupa nyimbo ambazo zinaeleza namna ya ukatili, namna ya kuishi, namna jeshi la polisi linaweza kuishi na wananchi. Mnajua ninyi ni watu kama watu wengine, sivyo? Mna maisha na mnaendelea. Jitahidini kujiweka nafasi kwamba wananchi wawaone watu wa kawaida. Wakiwaona watu wa kawaida mtapata siri nyingi sana, lakini watawaambia mambo mengi ambayo yanaweza kutokea kwa namna yoyote. Lakini pia mjitoe katika mambo ya kijamii. Kukitokea misiba, nendeni. Kukitokea sherehe, nendeni. Kwenye mtaa wako kuna jambo fulani, mwambie OCD au OCD mwenyewe, waambie vijana wako, leo kwenye mtaa wetu huu kuna jambo limetokea, kuna sherehe, kuna msiba, nendeni. Mkishijichanganya vile, watu wataona tu kwamba ni vile tu, yani kwamba ninyi mko kwa mujibu wa taratibu kuwalinda, kufanyaje, lakini ni rafiki zao, lakini ni watu wao. Mimi naendelea kuwashukuru wadau wote ambao mnajitolea kwa ajili ya kuwasaidia jeshi la polisi. Wengi nimesikia mmejenga maofisi, mmeleta thamani kwenye maisha ya watu kwenye ofisi zetu, lakini pia mmeweza kutushika mkono kama serikali. Niwashukuru sana. Msikate tamaa. Hakikisheni kwamba hicho mnachokifanya ni mnajua kabisa kwamba hawa watu hawalali kwa ajili ya maisha yetu. Tusipotengeneza mazingira mazuri kwa polisi wetu, najua ya kwamba hata sisi biashara zetu, maisha yetu, watoto wetu na mali zetu hazitakaa sawa. Lakini mkiwatengenezea mazingira mazuri, lazima kila kitu kitaenda shwari. Mwisho kabisa ni kuombe kakaangu RPC. Vijana hawa wako mikononi mwako. Ni jambo jema na kufahamu vizuri sana. Hata jana nilipopata mwaliko nilikuwa na baadhi ya kamati ya ulinzi na usalama. Naambia katika kiongozi ambaye nikimwangalia hivi kwenye polisi, yani hujibebei ule RPC ule kwa nao. Unajishusha. Tunaendaga mara nyingi kanisani na kuona akifika kanisani kama hajavaa uniform unafikiri ni baba paroko kabisa. Yaani anaweza kuongoza ibada. Lakini pia ukifika mtaani, kuna siku nilikuona kwenye msiba fulani unalia kabisa. Yaani unajishusha kiasi kwamba
Sasa naomba kujishushe kwa watu hawa wa kwako. Yaani hawa vijana wadogo, hawa waliokuwa chini yako, ukiwatengenezea mazingira mazuri, hakika kazi yako itakuwa rahisi sana. Mimi nikwambie tu, anafahamu OCD wangu Lungu. Mimi ni moja kati ya watu ambao najua kabisa nikimisa polisi wakiamua kuweka kiburi, kuna hali fulani nitapata, sitalala, sivyo? Kwa hiyo mimi najitahidi sana kukaa na polisi wangu. Najitahidi sana kuwaweka karibu polisi wangu, kwa sababu ninajua kwamba wakiwa na amani ya moyo, lazima mambo yanaenda sawa. Kwa hiyo na wewe hawa, wakipata shida, wakipata msiba, wakiumwa, wakiwa na challenge zozote za kimaisha, kaa nao ofisini, mwite mtu ofisini, muulize una nini, mwambie kwa nini uko hivi, mbona naona utendaji kazi wako hauko hivi. Sio kufukuzana tu, sio kukaripiana, kufanyaje, mwite, akikwambia kilichokuwa moyoni, nadhani maisha yatafanyaje, yataenda. Ni kuombe uwatunze, yaani uwatunze ili wapate afya ya akili, watafanya kazi nzuri. Baada ya kusema hayo, ninawapenda sana, Mungu awatunze.